Kila siku unapokuwa na mpenzi wako, hutaki kuhakikisha kwamba labda ameridhika ama hajaridhika. Sasa kwa wewe ambaye umeoa mke, lakini hutaki kujua mwisho wake inakuwaje baada ya nyinyi kuhusiana kwenye tendo la ndoa. Hutaki kujua kama amefika kileleni, hutaki kujua kama ameridhika ama hajaridhika. Sasa kuna hasara ambazo zinampelekea, kuna madhara ambayo anapata mwanamke yeyote yule ambaye hafikishwi kileleni. Kwanza kabisa, kununa kila mara. Mwanamke asipofikishwa kileleni anabaki na msongamano wa hisia. Yaani inamfanya huyo mwanamke awe na, wazungu wanasema ni mood swings. Na hizi mood swing, msikilizaji, zinakuwa za ajabu. Mpaka unapokuwa na yeye humuelewi. Ana raha, yuko so cold, unaelewa? Amekasirika, humuelewi. Leo ukija amepoa, kesho ukija amekasirika. Kesho kutwa nyingine ukija ukimzungumzia hakujibu. Wewe mwenyewe unajua kwamba hujamkosea, hujafanya kitu chochote, lakini bila sababu yoyote wewe utasema mbona umekasirika? Mbona uko hivyo? Hasira za kila mara. Ni kwa sababu hayuko sawa. Maeneo ya chumbani humkamilishi, humfikishi kileleni, unamwacha njiani. Ni kama vile mwili uambie, kwa mfano umeanza kitu kwenye mwili wako, sawa? Umejipaka mafuta lakini hayo mafuta umeanza kwenye mikono alafu miguu hujajipaka. Unapotoka nje, kwingine unaonekana unang'ara, kwingine unaonekana umefubaa, kwingine unaonekana umeparara. Raha ya mchezo ukiupenda ni uvumilie mpaka mwisho. Daraja jingine analopata mwanamke ambaye hajafikishwa kileleni ni kulala vibaya. Wakati wa kilele, mwili hutengeneza hormone ambazo zinampatia raha, ambazo zinamtuliza. Sasa zile hormone kama hatozipata, basi usingizi unakuwa vibaya sana. Mara unakuja, mara hauji. Kila akitaka kutafuta usingizi anabebwa na usingizi kidogo, lakini utamuona anafurukuta hapo kitandani, usingizi hauji. Na inshallah akilala, akiamka mwanamke kama huyo anaamka na uchovu, anaamka na kichwa kizito. Tuseme amelala the whole day, lakini akiamka ataamka na uchovu, ataamka na kichwa ni kizito, ataamka na kuumwa kwa sababu hajalala vizuri. Madhara mengine ni maumivu ya tumbo la chini. Unajua ile pressure ikikaa ndani bila kufunguliwa. Sasa nataka nikujulishe kwamba hiyo pressure ikikaa ndani sana 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 inaleta maumivu. Na utasikia kama kuchomwa, utasikia kama kudungwa hivi kwenye tumbo la chini. Ama unasema ni kinena. Sawa? Kuna wengine ambao ni wanawake, wakisema hawafikishwi kileleni, basi wanafeel uzito. Wanahisi kama upande mmoja kuna uzito fulani hivi. Sawa? Kwa sababu ni tension ya ndani ambayo inafaa kuriliziwa, lakini iko ndani, imejikusanya. Lakini pia hamu ya tendo la ndoa, msikilizaji, hupungua. Sasa mwanamke kama huyu ambaye hafiki kileleni wala hafikishwi kileleni, hatoona maana ya kufanya tendo la ndoa.
kwa sababu yeye anajua madhumuni ya kufanya tendo la ndoa ni watu wawili kuridhishana na kufikishana kileleni. Sasa yeye kila siku yuko faragha na mume wake, lakini kila muda, kila wakati mume wake akimuhitaji, yeye ndo anajiridhisha, mwanamke hafiki kileleni. Sasa inakuwa ni tatizo. Hatojua na wala hatokuwa na ile hamu tena ya kufanya tendo la ndoa. Sawa? Kwa hivyo hakikisha kivyo vyote. Kwa sababu wewe utashangaa mke wako kila siku anakupatia sababu, wewe unaumwa na jino, na umwa na kichwa, na umwa na mgongo, kwa sababu ile hamu ya tendo la ndoa imepungua. Kila siku mwanamume wewe unajiridhisha wewe tu, yeye hafiki kileleni. Sasa anaona haina haja, bora tu tukae, wewe ujisoti kivyako na mimi nikae kama nilivyo, badala ya kupakana mate, kila mtu afuate shughuli zake. Kwa sababu itafikia mahali mwanamke mwili wake, hata kama anataka kuwa na wewe kufaragha mufanye tendo la ndoa, mwili utapigana na hisia zake na akili yake, kwa sababu mwili tayari umeshaweka ile guard, umeanza kujiprotect ili asiumie kihisia. The moment akianza kujiprotect, basi itakuwa ngumu sana wewe kama mwanamume kumconvince mwanamke kama huyo kushiriki tendo la ndoa. Lakini kitu chengine msikilizaji, ile furaha ya ndani inapotea. Kwa sababu kikawaida mwanamke anapofika kileleni anapata ile amani, anapata furaha ambayo yeye mwenyewe hawezi kuelezea. Sasa akikosa hiyo furaha, akikosa amani, akikosa ule utulivu mara kwa mara, anakuwa mwepesi sana kila wakati kuwa ni mwenye huzuni, kukosa utulivu wa nafsi. Sawa? Ama utapata mwanamke kama huyu vitu vidogo vidogo vinamuumizaga sana tu. Sawa? Kwa hivyo usimtese wala usimuumize. Kitu chengine ni maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa sababu muda mwingi wengi wa wanawake ambao hawafiki kileleni, 75% of married women, imethibitishwa kwamba hawajawahi na hawajui njia ya kuelekea kileleni. Kwa sababu gani? Muda mwingi wanaposhiriki tendo la ndoa, waume zao huwa hawawatayarishi. Sasa ukikosa kumtayarisha mwanamke, anakuwa anapata michubuko, na the moment akipata michubuko, wewe unajisatisfy, unajiridhisha kama mwanamume, lakini yeye kama mwanamke anapatwa na maumivu. Na maumivu kama yale yakiwa mara kwa mara, leo, kesho michubuko, kesho kutwa michubuko, atakuwa na maumivu kila mnapokuwa mnafanya tendo la ndoa. Mwisho wa siku anakuwa na maumivu, mwisho wa siku atakuja kuchukia kabisa tendo la ndoa, kwa sababu inaanza na maumivu, hamu inapungua, mwisho kabisa anachukia tendo la ndoa. Kwa hivyo hakikisha muda wowote, wakati wowote mnataka kushiriki tendo la ndoa, make sure unamtayarisha mpenzi wako kabla wewe kufika kileleni, kwa sababu huko kumtayarisha kuna kurahisishia wewe, lakini pia yeye kufika kileleni haraka. Lakini pia mwanamke ambaye hafiki na wala hafikishwi kileleni huwa anakuwa mkali kila wakati, anakuwa mkali bila sababu. Na hii ni stress ya ndani kwa ndani. Stress ya ndani kwa ndani ikikaa sana, inamtengenezea tabia ya kukasirika haraka.
ukimkosea kidogo tu mwanamke kama huyo, anakuwa ni bomu la machozi, linalipuka. Si kwamba mwanamke kama huyo anakuchukia, hapana, ila ni ile tension ya mwili ndio inayoongea, ndio inayoreact, ndio inayofanya kazi kwa wakati ule. Lakini pia kutojisikia kuunganika na wewe kama mpenzi wake, kwa sababu mwanamke kama huyu akifika kileleni, kuna connection ambayo anaipata baina yake yeye kama mwanamke na mpenzi wa kwake. So ile connection akiikosa mara nyingi, anaanza kufeel kama bado yeye hajakuwa enough. Sawa anakuwa anajiondoa polepole kihisia. Alafu ile hamu ya kuwa na wewe kama mwanamume wake ama mume wake inatoweka. Na hamu ikitoweka, akiwa na umbali wa hisia na wewe kama mume wake, basi anaweza kuketi hata wiki nzima bila kukutafuta, bila kuitisha tendo la ndoa, na yuko sawa tu, kwa sababu tayari ashajiweka umbali kihisia. Lakini pia utamsababishia mwanamke kama huyo kujiamini kwake kushuke, kwa sababu atajisikia labda hana mvuto, ndio maana unakosa kumfikisha kileleni. Labda hana uwezo, unaelewa? Labda tatizo ni yeye. Yani atakuwa na shauku nyingi sana. Kule kujiamini kwake kote kama mwanamke kutashuka kwa hali ya juu sana. Na hapo ndipo mwanamke anaweza kuwa kimya, lakini ndani anajiuliza maswali mengi, na mwisho wa siku akakosa majibu. Wewe umefika kileleni, yeye bado hajafika kileleni, na akiangalia wewe mwanamume hujamrudi kumuuliza labda, je, umeridhika? Je, uko sawa? Yatajiuliza maswali mingi ndani kwa nyinyi. Mtaona mko sawa, lakini kama nilivyokuambia, mwanamke ana archives nyingi sana. Sawa Lakini la mwisho ni kuongezeka kwa stress na kichwa kuuma, kwa sababu msongamano wa hisia bila kuzitoa, bila kuzirelease, huathiri mpaka kichwa. Na wanawake wengi huanza kupata ile unajua kuna different types of headaches. So akiwa na msongamano wa hisia, anaanza kupata na maumivu ya kichwa ambayo yanajulikana kama tension headache. Sawa Mawazo kuwa mingi kuliko kawaida, na stress kuongezeka kwa sababu mwili haujapata kupumua, na kupumua kwa mwili ni mwanamke afike kileleni. Sasa kama hutomfikisha mwanamke kileleni, basi itakuwa unampatia madhara ambayo wewe huwezi kuyajua moja kwa moja. Na haya ndio yalikuwa madhara ambayo utamsababishia mke wako ama mwanamke wako pindi usipomfikisha kileleni.